Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapoanza ratiba hizi za kipaimara katika jimbo letu jipya la Bagamoyo, tumeonelea tusikilize masomo ya Pentekoste, ujio wa Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli, Roho ambaye akitujia anatubadilisha, analeta mabadiliko katika maisha yetu. Roho wa ukweli anatufanya tuishi uhalisia wa maisha yetu, na sio tuishi unafiki na vile vile maonyesho. Tuishi uhalisia, ili katika kuishi uhalisia tusaidiane, tuongozane, ili daima tutembee katika njia ya ukamilifu ya kumwendea Mungu wetu. Roho wa ukweli anatufanya tuwe wa kweli, tuongee ukweli, tuwe karibu na ukweli, ukweli tuweke huru, ili tusije tukaharibu watu. Mwongo anaposema maneno yale ya uongo juu ya mtu mwingine, maneno haya yanamharibu binadamu, yanaharibu maisha yake, yanaharibu hata sifa yake katika jamii. Lakini vile vile hata yule ambaye yuko katika siasa, yule ambaye anafanya kampeni fulani kwa ajili ya uchaguzi, asipoongea ukweli anaharibu amani, na anapoharibu amani kuna vita, chuki, kutokuelewana. Vita hii ni kwa sababu ya uongo. Ni kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu anatufanya tuwe wahalisia na maisha yetu. Tunaona katika somo la kwanza linatuonyesha haya yote. Mitume walikuwa waoga. Sasa uoga si uhalisia wa maisha yao. Yesu amewafundisha sana na kuwaonyesha kwamba wao ndio watakao endeleza yale mafundisho ya Bwana. Wawe majasiri, wawe na ujasiri wa kusema, wasiogope. Lakini Ijumaa Kuu iliwachanganya, walikimbia wote wakamwacha Yesu, isipokuwa tu Yohane aliyekuwepo pale na wanawake wachache na mama yake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ujio wa Roho Mtakatifu walioahidiwa, Roho wa ukweli ambaye anawaleta sasa katika maisha halisia na utume wao. Tunaambiwa katika somo la kwanza namna alivyowashukia, alama za nje ambazo mtu anaweza kaziona akazihisi bila kuona kwamba kwa yale ya ndani. Nasema kulikuwa na upepo mkali, nasema ulitoka mbinguni ukatikisa katika nyumba ile waliokuwemo wao. Bila shaka alikuwa anasali, kwa sababu katika kupalizwa mbinguni Yesu alisema wasubiri ujio wa Roho Mtakatifu. Wako katika chumba hicho walitikiswa. Sasa kama ni upepo mkali, na kama jara vizuri, si unaweza kuchukuliwa na upepo. Chukue kama wale ambao wanaishi katika maeneo ya Marekani, yale matornado yale, linabeba paka gari. Sasa wapo katika chumba hiyo, walitikiswa kwanza, wawekwe sawa namna ya kuitenda kazi ya Mungu. Baada ya kutikiswa katika chumba hicho, na tunaambiwa kwamba ndimi kama za moto zikamshukia kila mmoja. Lakini nini kilichoonyesha kwamba hawa wameshukiwa na Roho Mtakatifu? Sasa wakajazwa Roho Mtakatifu. Yalionekana haya katika kutangaza habari njema kwa ujasiri. Wakatoka nje wakatangaza habari njema,
Roho Mtakatifu anawasukuma wasiwe wavivu, wasisimame, waanze mwendo, watoke nje wakahubiri habari njema. Lakini katika somo hili kitu ambacho kinatufundisha zaidi, lugha ile waliokuwa wanaitumia kuhubiri habari njema. Tunaambiwa kwamba waliongea katika lugha yao, lakini watu wa lugha zingine waliwaelewa. Kazi ya Roho Mtakatifu. Waliongea lugha ile ya kwao wakawaelewa, na walichoongea kimoja, hawajatawanyika. Si kila mtu anaongea la kwake, si huyu anapoongea huyu anakanusha. Wanaongelea habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu wake. Na tunaona pale wale watu wanashuhudia, sio tu kwamba ni wao walishuhudia. Imekuwaje mambo haya? Hawa jamaa wanaongea lugha yao, lakini tunawasikia. Sasa inaonekana ni matendo makuu ya Mungu. Inatukumbusha sana katika Agano la Kale, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura 11. Wale waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli walikuwa na ujenga kwa kiburi, kwa majivuno, kwa sababu wameendelea, wanataka wamfikie Mungu kwa akili yao. Wanaujenga mnara ule, tunaona kwamba walichafuka, lugha yao ilichafuliwa. Lete tofali, wanaleta mchanga. Lete hiki, walishindwa. Kiburi, majivuno, kujitegemea kunafanya tushindwe kuendelea mbele. Kunatufanya tusimfikie Mungu wetu, kwa sababu tunachukua nafasi yake. Tunaanza kuwa sisi ni miungu, tunataka kuabudiwa. Tatizo hili, na tunaona hili ni kinyume kabisa na ujio wa Roho Mtakatifu. Anaunganisha hawa mitume, wanaongea lugha moja. Lugha hii inawafanya watu wote waelewe kile kinachoongelewa ni nini hicho. Hata katika maisha yetu leo hii tunahitaji sana Pentekoste. Tunahitaji ujio wa Roho Mtakatifu tuunganishe. Uongo umezidi katika dunia, udanganyifu umezidi katika dunia hii, na ubinafsi umezidi katika dunia hii, kwa sababu watu wanatumia maneno yao na ile tuseme kwamba ushawishi walio nao kuwafanya wengine waumie. Ndio tunayoona. Mtu anajua kabisa kwamba hiki ninachokifanya ni kibaya, lakini anakifanya kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Hata katika uongozi, hata ukiangalia katika siasa, ukiangalia katika serikali, haina maana kwamba kuna watu hawajui kwamba hapa hiki ni kiovu kinachotamkwa, hiki ni kiovu kinachofanyika, iwe katika serikali, iwe katika yoyote, ni kibaya. Lakini vile vile sasa anasema, nikisema nina hatarisha nafasi yangu, ninahatarisha ugari wangu na familia yangu, kwa niko tayari kuachia watu wengine wateseke kwa ajili ya kulinda maslahi yangu mimi. Siongei ukweli, hapo roho hayupo. Huyu Roho wa Mungu hayupo. Na wakati mwingine yanatupata hata Wakristo, dhamiri zimekufa. Tukiwa katika maeneo yetu wakati fulani dhamiri zimekufa, hatutaki kusema ukweli. Ndio maana narudia kila mara. Wakati mwingine ninasema watu sasa mimi ni chawa wa fulani. Kwa hiyo kama chawa wa fulani nitaongea hata aseme uovu, hata tende matendo mabaya, mimi ni chawa wake. Ni nini hicho tunakoelekea sasa? Na tunazomewa na watu wengine kwamba hawa jamaa hawa hovyo kweli, hawana maana katika maisha yao. Na hili ni tatizo. Hatuna maisha ya uhalisia. Na baadaye wanasema si nilikuwa nalinda sehemu yangu. Ninakuja kusema ukweli eti baadaye nilikuwa nalinda sehemu yangu, nilikuwa nalinda cheo changu. Ni shida.
Na matokeo yake watu wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji kulinda vyeo vyao, ushirikina kulinda vyeo vyao, kulisha wengine uchafu kulinda vyeo vyao. Ndio tatizo la dunia hii. Na ndio maana sasa hatujali watu wengine, hatujali maslahi ya watu wengine, hatupendani. Na hili ndio tatizo. Ndio maana tunahitaji sasa Pentekoste, Roho Mtakatifu atutikise, atufanye wapya, tuishi katika uhalisia. Kwenye ukweli tuongee ukweli, na tuwe na ujasiri wa kuongea na kutangaza habari njema popote pale tulipo. Tusijifiche, tusivae mabarakoa, mask. Tuende na uhalisia, tusiishi kitu wanasema kwamba artificial life, au wanasema fake life. Tuweze kuishi hivi, ndio tunaelekezwa hivi. Na katika haya Roho Mtakatifu anafanya umoja. Na umoja nao tufanya tuwe pamoja. Hii kitu kinachotufanya tuwe pamoja ni upendo tulio nao sisi kwa sisi. Na huu ndio unaonekana katika mitume, na kile wanachokitangaza wanawashirikisha wengine maisha yao ya umoja, ushirikiano. Wanawaona na wanavutiwa. Maisha yao ni mahubiri, ni utangazaji wa habari njema. Na ndio hiyo ni muhimu katika maisha. Ndio maana tunaendelezwa katika somo la pili, bado tunasisitiziwa kitu kile kile. Tunasisitiziwa kitu kile kile, kwamba karama tulizo nazo, una kipaji cha uongozi, hata kama una kipaji katika siasa, ujue kwamba hayo yote umejaliwa na Mungu, na utambue Mungu anafanya kazi ndani mwako, na Mungu anafanya kazi katika jamii. Usianze kujivuna. Piga magoti, mshukuru Mungu. Asante Mungu kwa kunijalia niweze kuwa hivi. Nitumie hili kwa sifa na utukufu wa jina lako. Nifanye niwe chombo chako cha amani, nifanye niwe chombo chako cha kuleta upendo kati ya jamii. Nifanye niwe chombo chako cha kuleta faraja kwa wale ambao wametendwa, wale ambao wanahuzunika, wale ambao wametelekezwa katika maisha. Nifanye niwe chombo chako cha kuleta haya yote katika ulimwengu. Nifanye katika maisha yangu na kipaji changu hiki nitakatifuze ulimwengu. Ni utakatifuze ulimwengu. Upige magoti uombe hivyo, si unaanza kujivuna. Bila mimi, bila. Na ukishabikia tu shabiki kama uko kwenye mpira kwamba mimi nashabikia Yanga na shabikia. Ila ninasema ukweli, wewe hapa ni rafiki yangu, lakini hayo nayo yatenda maovu hayo. Na kushauri uishi maisha mazuri. Sio kwamba nalinda urafiki. Haitatusaidia kumfikia Mungu. Hatutatakatifuza ulimwengu, tunaharibu ulimwengu. Na tena leo hii ndio tunaharibu hata mila zetu kama Waafrika. Kwa asili Waafrika ni wanafamilia. Familia zetu ni kubwa. Hatuna ubinafsi. Tunapendana, ndio maana tunashirikishana katika shida. Tunashirikishana katika furaha. Na mtoto anapozaliwa tunajua kwamba tumepata uhai huu, tunakuwa walinzi wa uhai. Leo hii tunaanza kukwepa hata jukumu letu la kulinda uhai. Tunakimbia. Na ndio maana maisha yetu ya nje yanatufanya tuharibu hata familia zetu, tuharibu hata jamii. Tukifikiri kwamba tunaisaidia jamii, kumbe tunaharibu jamii. Kwa ushabiki wetu tunamsaliti Yesu. Katika ushabiki tunaokuwa nao, kwa kushabikia maovu, kushabikia uongo, tunaharibu na tunamsaliti Yesu. Ndio tofauti na Yuda Iskarioti, yule aliyesema salamu Rabi wakati anamwinamia hivi ili wamkamate wameweza kumuua. Kuna tofauti gani? Sasa tunashabikia tu, tuko nje tu. Tena sasa hivi ndio tunaingia katika uchaguzi, tunaona ushabiki mkubwa sana. Baada ya kuongea uhalisia, tupelekane kwa Mungu.
ndugu, ili Mungu atukuzwe kati yetu na jamii yetu iwe na uhalisia wa maisha na sio kuishihishi tu inavyokuwa. Kwa hiyo vipaji tunavyokuwa navyo ni kwa ajili ya kutuweka sisi wamoja, kupendana, kushirikiana, kusaidiana, ili Mungu akae kati yetu. Ndio muhimu, na ndio maana injili ya leo bado inatukumbusha kwamba katika maisha yetu na katika ulimwengu wetu, kikwazo kikubwa cha kumfikia Mungu ni dhambi. Dhambi zinatufanya tuwe vipofu. Dhambi zinafanya dhamiri zetu zife, tuhalalishe maovu. Na katika kuhalalisha maovu huku unafanya wengine wateseke katika dunia hii. Na ndio maana Kristo mfufuka anatoa salamu yake ya kwanza ya mfufuka: amani iwe kwenu. Tutangaze amani zaidi, si uadui. Mimi nikikukosoa unakuwa ndio nimekuwa adui yako kweli, au ndio rafiki? Rafiki wa kweli ni yule anayekusaidia wewe na kukwambia ukweli. Na anapokuambia ukweli kwamba umekosea, unatukwaza, usimweke awe adui yako. Sema asante kwa unyenyekevu. Sasa dunia hii ni tofauti, ndio sasa amani kwenu. Na vile vile tunawatuma kama Baba alivyonituma, mkahubiri habari njema, lakini katika kuhubiri huko mkaondoa kikwazo cha kumfikia Mungu ambayo ni dhambi. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na mtakao fungia wamefungiwa. Mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Maana yake ni maana yake katika upendo upande mmoja, lakini upande mwingine msamaha. Na kama kuna msamaha, kuna uvumilivu, kuna kiasi katika maisha yetu. Kwa hiyo katika hiyo msamaha, na msamaha huu hauhusu tu kwamba nimeenda kwenye kitubio, lakini kabla hata sijafika kwenye kitubio nimetoa msamaha. Ni fadhila ya kimungu. Tunakoseana sisi, na katika kukoseana huku tunahitaji msamaha. Kama Mungu anatusamehe, lazima sisi tusamehe wenzetu. Ni swala muhimu, na haya yote yanatukumbusha. Ndio maana Roho wa kweli, Roho wa ukweli, Roho Mtakatifu anapotushukia anatufanya wapya, anatuunda tuishi katika uhalisia na tuwe na ujasiri wa kuhubiri habari njema. Watoto wetu hawa wamefanya mafundisho. Baba Paroko alisema wameshajiandaa tayari, hata kama nimekushitukiza nini na nini, lakini wamefanya mafundisho tayari, wanajua, wanaelewa wanayo mafundisho. Mafundisho tu kwamba sio wameshika kichwani. Haya mafundisho haya yanatufanya sisi kama wazazi wote kwamba ni walezi wa watoto wetu. Haya mafundisho waliyopata yaonekane katika maisha yao. Walikuwa wanajifunza kuishi kama Wakristo. Na ndio maana tunamuona Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa ndani mwetu. Tunaposoma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 aya ya 16, ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ninyi ni hekalu la Mungu. Ni Mungu anayekaa kwetu. Roho Mtakatifu anatuimarisha tuepe dhambi, tuepe vishawishi vibaya. Roho Mtakatifu anatutakatifuza, anatufanya tuwe watoto wa Mungu, anatufanya tuweze kupatana na Mungu katika kitubio, katika ubatizo, na vile vile katika kanisa takatifu anatulisha tusije tukapata magonjwa ya kiroho. Roho Mtakatifu anatufundisha. Roho Mtakatifu anatupa vipaji 7. Matunda ya Roho Mtakatifu yanayokaa kati yetu yanafanya tuwe ndugu, tuwe rafiki, na tusaidiane katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo tuyaone sasa kwa watoto wetu. Leo hii wanahakikishwa, wanaimarishwa. Tunawaona kwamba wako sawa katika nini? Katika imani Katoliki.
Sio watu wa kutangatanga tena, tuwaone wanaenda kukanyaga mafuta, mara sio anasema kwa mwombezi gani. Hawajui ukuu wa misa takatifu, kwamba katika misa takatifu Mungu Yesu anashuka altareni kwa mikono ya padre, kwamba naenda kumpokea Yesu, sihitaji tena kwenda wapi na wapi, nina utajiri wote katika kanisa langu. Kama wanavyoimba wimbo ule wimbo mzuri, nimezaliwa katika moyo takatifu Katoliki, hilo niimarike, nisiwe ni mtu wa kutembea juu juu tu, nielewe vizuri imani yangu Katoliki na niishi imani yangu. Kwa hiyo watoto mmejiandaa, sio? Ninyi ni watoto wa kwanza kupata kipaimara katika jimbo jipya la Bagamoyo. Hongereni sana watoto. Na mtapokea vyeti vimeandikwa jimbo la Bagamoyo. Mwaka jana mlipokea, wengine walipokea vyeti vya jimbo kuu la Dar es Salaam, lakini leo jimbo la Bagamoyo. Na kwa sababu hiyo ninyi Waingereza sasa mnapayonia katika makao makuu ya dekania yetu ya Mivumoni. Chini ya baba paroko wetu ambaye sasa ni mkurugenzi wa walei jimbo la Bagamoyo. Ni furaha iliyoje. Sio hiyo tu, wakati tunaelekea Bagamoyo kwenye uzinduzi wa jimbo, tulipokelewa hapa. Na kwa sababu hiyo na wahoji maswali machache, sawa